Ziara ya Papa Leo katika mataifa manne ya Afrika haikuwa ishara tu, iliunganisha imani, diplomasia na msimamo wa kanisa kwenye jukwaa la dunia. Afrika sasa ina idadi ya Wakatoliki inayokuwa kwa kasi zaidi duniani, takribani waumini milioni 288. Ujumbe mkuu wa Papa ulikuwa ukaribu wa watu wa kawaida, hasa walio hatarini, na wito wa imani kwa misingi ya kidini. Nchini Algeria, Papa alisisitiza mazungumzo ya dini mbalimbali, akihimiza uwazi zaidi katika maisha ya kiraia na kuliweka kanisa kama daraja la maelewano katika jamii yenye Waislamu wengi. Huko Cameroon, alitoa wito wa kukomeshwa kwa ghasia, akihimiza amani na kuwakosoa wafanyabiashara wanaonufaika na machafuko aliyosema wanachochea mgogoro katika eneo la kaskazini magharibi. Nchini Angola, Papa Leo amekemea historia ya utumwa, ukoloni na suala la ukosefu wa usawa linaloonekana hadi leo hii, akitoa wito wa uwajibikaji, haki na uwepo wa maadili mapya. Na huko Guinea Ikweta, Papa alikuwa na mazungumzo mazito na uongozi wa nchi hiyo, akiangazia uwazi, ufisadi na ukosefu mkubwa wa usawa wa kijamii. Lakini safari hii ilifanikisha nini? Safari hii iliimarisha ushawishi unaokuwa wa kanisa Katoliki barani Afrika kama sauti ya kiroho na kimaadili katika mijadala ya kisiasa na kijamii. Mada kuu za Papa zilikuwa thabiti na imara, zikigusia utu wa binadamu, haki, amani na ujumuishaji wa jamii. Ziara hiyo pia iliangazia tena umakini wa kimataifa juu ya changamoto za Afrika na umuhimu wa bara hilo unaongezeka ulimwenguni kote. Baadhi ya wakosoaji wanamshutumu Papa Leo kwa kuhalalisha watawala walioendelea kuwepo madarakani, hasa rais wa Guinea Ikweta aliye na miaka ya 83, aliitawala nchi hiyo tangu mwaka wa 1979, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Wengine walioji ni kwa nini ziara ya Papa haikujumuisha mataifa ya Nigeria na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako ni nyumbani kwa idadi kubwa ya Wakatoliki barani humo. Licha ya mafanikio haya ya neema, Papa anarudi Vatican, akiacha nyuma bara lenye changamoto nyingi.